这是一个关于旅行的故事。道路无法抵达的地方，我们一同乘风而行。Meli kubwa ya kifahari iliyojulikana kwa jina la Sea Majesty ilining'inia taratibu katika bandari ya Miami, ikiwa tayari kwa safari ndefu kuelekea Ulaya kupitia bahari ya Atlanti. Majira yalikuwa ya kiangazi, jua likiwaka kwa fahari kana kwamba lilikaribisha wageni wote waliokuwa wakisubiri kupanda meli hiyo maarufu. Foleni ya wasafiri ilikuwa ndefu, kila mmoja akiburudika na upepo mwanana wa baharini, huku kamera zikifanya kazi kutunza kumbukumbu za furaha. Miongoni mwa watu waliokuwa kwenye foleni hiyo, alikuwepo familia ya Malcolm. Baba, mama na watoto wao wawili, Ezra na Jane. Ezra alikuwa kijana wa miaka 22 mwenye mwili wa misuli na tabasamu la kuvutia lililovuta macho ya watu wengi. Jane, mdogo wake, alikuwa msichana wa miaka 17, mwenye tabia ya utulivu lakini mwenye akili za kuzindua siri. Wazazi wao, Malcolm na Miriam, walikuwa mfano wa familia iliyosimama, watu wa heshima, wenye mapenzi kwa familia na waliozoea maisha ya kati ya starehe na nidhamu. Kilichoifanya safari hii iwe ya kipekee kwa Ezra ni kuwa alikuwa ameamua kuchukua mpenzi wake, Winnie, katika safari hiyo kama mshangao kwa familia yake. Winnie alikuja mara ya mwisho kabla meli haijaondoka. Alikuwa mrembo wa kipekee, mwenye ngozi ya asali, macho makubwa yenye mvuto usio wa kawaida, na tabasamu lililokuwa linaambatana na sauti ya utulivu wa ajabu. Mara tu Ezra alipomwona, alimkimbilia na kumbusu kwa nguvu. Karibu kwenye safari ya maisha yetu, Ezra alimwambia kwa furaha. Malcolm alimtazama kwa macho ya maonyo, lakini Miriam alitabasamu kwa upole. Ni vizuri Ezra ana mtu wa karibu, alijisemea, hata kama alikuwa na wasiwasi. Wengine wote waliingia meli na kupokea vitambulisho vyao vya chumba, wakiongozwa na wahudumu waliovaa suti nyeupe safi. Meli hiyo ilikuwa na kila kitu: mabwawa ya kuogelea, mikahawa ya kifahari, sinema, uwanja wa dansi, na hata sehemu ya kusali. Ilikuwa ni hoteli ya nyota 5 iliyojengwa juu ya maji. Meli ilianza kuondoka kwa kishindo cha kelele za mitambo. Watu walipeperusha mikono yao wakiwa kwenye madaraja ya juu, wakisalimiana na wale waliobaki pwani. Bahari ilikuwa tulivu, upepo ukivuma kwa utulivu, mawimbi yakijipapasa kwenye mbavu za chombo hicho kikubwa. Usiku wa kwanza ulikuwa wa starehe na furaha. Ezra na Winnie walijifungia katika chumba chao kilichokuwa kwenye ghorofa ya 3, pembeni ya meli. Mlango ulikuwa umefungwa, taa za kimapenzi zikiangaza, muziki wa taratibu ukicheza kupitia spika ndogo. Kama hii ni ndoto, basi sitaki kuamka, alisema Winnie, akimwangalia Ezra kwa jicho la mapenzi. Ezra alitabasamu, akimvuta karibu. Umenifanya safari hii kuwa ya thamani. Sitaki kitu kingine chochote. Walilalana wakifunikwa na upendo. Kisa zilizojaa hisia, miguso ya mahaba, na maneno ya ahadi yalitawala. Ilikuwa ni usiku wa mapenzi halisi, lakini huku wakifurahia, giza nje ya dirisha lao liliendelea kujifunika, na ndani ya kina cha bahari, macho yasiyo ya kawaida yalikuwa yanatazama juu, kimya lakini yenye njaa. Siku ya pili, Jane alianza kusikia kitu cha ajabu. Alikuwa amesimama kwenye uchochoro wa juu wa meli, akiangalia bahari. Mawimbi yalionekana kawaida, lakini kulikuwa na mihemko isiyoelezeka moyoni mwake. Ni kama bahari ilikuwa inamuita au kumtazama. Wakati huo huo, mabaharia wawili waliokuwa wakishughulika katika sehemu ya chini kabisa ya meli walitoweka bila maelezo. Kamera za usalama zilionyesha walikuwa wakikagua mashine za maji, kisha ghafla, picha ikakata. Muda mfupi baadaye, damu ilipatikana ikivuja kwenye bomba moja la chuma, lakini miili yao haikupatikana kamwe. Nahodha wa meli, Kapteni Reynolds, alificha tukio hilo kwa wasafiri. Alijua hadithi za bahari ya Atlantic. Alijua kuhusu eneo la kivuli, sehemu ya bahari ambapo mawimbi hutulia mno na viumbe wa kale hupita kimya. Lakini hakuwa tayari kuamini kuwa meli yake inaweza kuvamiwa na kitu cha namna hiyo. Alishikilia matumaini. Wakati familia ya Malcolm ikiwa mezani ikifurahia chakula cha jioni, Ezra alipokea ujumbe mfupi kutoka kwa Winnie. Njoo haraka kwenye chumba cha mizigo. Kuna kitu nataka kukuonyesha. Aliondoka kimya kimya, akamwambia Jane, naenda tu kwa muda mfupi. Msiwe na wasiwasi. Akiwa amevalia sweta ya kijivu na suruali ya buluu, Ezra alishuka hadi kwenye ghorofa ya chini. Hakuona mtu, lakini aliona mlango wa chumba cha mizigo ukiwa wazi. Alipoingia, taa zilikuwa zimedimika.
Winnie alikuwa amesimama katikati ya vyombo vya mizigo, macho yake yakiwa mekundu, kana kwamba alikuwa amelilia kitu. Winnie, kuna nini? Ezra aliuliza. Lakini Winnie hakujibu. Aligeuka taratibu na kile Ezra alichokiona kilimfanya alegee magoti. Uso wa Winnie ulikuwa umebadilika, macho yakawa meusi kabisa, ngozi ikawa ya kijani iliyokakamaa, na sauti ya ajabu ilisikika kutoka kwenye kinywa chake. Bahari inadai. Mmoja wenu lazima aende. Ezra alirudi nyuma, lakini ghafla Winnie alidondoka chini, akilia na kutetemeka. Ezra naogopa. Sijui kilichonipata. Kuna kitu kimo ndani yangu. Ezra alimuinua kwa haraka, akampeleka hadi chumbani kwao. Alijaribu kumtuliza, lakini kichwani mwake kulikuwa na maswali mengi. Usiku huo Ezra hakuweza kulala. Akiwa amelala pembeni ya Winnie, alihisi mabadiliko makubwa, kama kuna kitu kizito juu ya kifua chake. Ndoto za ajabu zilimjia. Aliona majoka wakubwa wakitoka chini ya bahari, meli ikizamishwa, watu wakivutwa kwenye kina kikuu huku wakilia kwa hofu. Aliona uso wa Jane ukitafunwa na samaki wenye meno ya sumu. Alipoamka, alikuwa akivuja jasho. Winnie alikuwa bado amelala, lakini macho yake yalikuwa wazi, akimwangalia kwa kimya. Siku hiyo, Ezra alijua wazi, kuna kitu hakiko sawa. Siku ya 4, hali ya meli ilibadilika. Mawimbi yalianza kuwa makali. Kompyuta zilianza kuripoti hitilafu. Maji ya kutosha yalikuwa yanapenya kwenye tabaka la chini la meli, licha ya juhudi za mabaharia wachache waliobaki. Jane alikwenda kwa nahodha. Kuna kitu baharini. Nahisi. Niliona kitu kikubwa kupitia dirisha langu jana usiku. Nahodha alimtazama kwa macho makavu. Yuzi washtu abiria. Lakini ukweli ni huu. Kuna meli kadhaa zimepotea miaka yote hapa. Wengi walisema waliona viumbe wa ajabu, lakini hakuna anayethibitisha. Jane alichukua uamuzi wa kupenyeza hadi sehemu ya usalama ya meli, na kule aliona faili, picha za viumbe waliorekodiwa wakizunguka meli miaka iliyopita, sauti zisizoelezeka na taarifa zilizofichwa. Akiwa ameshtuka, alirudi kwa Ezra. Kuna kitu kinapanda kwenye meli, alisema. Ezra alimkumbusha dada yake. Nitalinda familia yetu. Sitakubali tukidhuriwe. Usiku wa 5, mvua kubwa ilianza kunyesha. Giza lilitanda kila kona. Meli ilianza kupoteza mwelekeo, na pale ambapo walidhani wataokolewa, meli ilianza kuvamiwa. Kivuli kikubwa kilitokea kutoka chini ya bahari. Kiumbe wa ajabu mwenye macho kama taa, meno kama mikuki, na mikono ya kaa aliye na nguvu ya kuinua meli nzima. Kiumbe huyo alipiga kelele iliyopenya hadi kwenye roho ya kila mtu. Abiria walianza kukimbia, wengine waliteleza na kutumbukia baharini. Mlio wa hofu ulitanda kote. Ezra, akiwa amembeba Winnie, alimtafuta Jane na wazazi wake. Wakakutana juu ya daraja kuu. Lazima turuke. Ezra alipiga kelele. Kuna boti ya dharura upande wa pili. Walitoka mbio, huku kiumbe yule akitafuta macho yao. Lakini Ezra alisimama, aligeuka, akamwangalia Winnie. Twende. Lakini Winnie hakusoja. Uso wake ulikuwa umetulia. Alimwangalia Ezra kwa huzuni. Mimi ni sehemu ya bahari hii. Nilitumwa kuwavuta, lakini nimekupenda. Hili ndilo ninaloweza kukupa, njia ya kuishi. Nenda. Kisha akageuka na kuingia kwenye bahari, akitoweka kama upepo. Ezra, akiwa na machozi, alikimbia na familia yake. Walifika kwenye boti, wakatoroka kabla meli haijazama kabisa, ikichukuliwa na viumbe wa giza visivyojulikana. Siku 3 baadaye, walipatikana wakielea kwenye bahari na kuokolewa na meli ya mizigo. Walirudi nyumbani. Lakini Ezra hakuwahi kumsahau Winnie, kiumbe wa ajabu wa baharini aliyempenda kwa dhati, na aliamua kumwokoa badala ya kumwangamiza. Bahari ya Atlantic ilibaki kimya, lakini kwa Ezra, kila mvua inaponyesha usiku, aliweza kuisikia sauti ya Winnie ikiimba mbali, wimbo wa bahari, wa upendo na wa maumivu yasiyosahaulika.